Je, kwa nini sehemu nyingine msingi unajengwa kwa mawe na sehemu nyingine unajengwa kwa tofali? Kama ilivyo kawaida, sote tunatambua baada ya msingi kuchimbwa, hatua inayofuata ni ujenzi wa msingi wenyewe na hatimaye kuendelea na ujenzi wa nyumba kwa ujumla. Na nyumba ni maisha, ndiyo maana kila mtu hujitahidi ili apate nyumba ya kujihifadhi na baridi na upepo na jua na wanyama wakali na mvua na kadhalika. Kwa hiyo nyumba ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Ujenzi wa nyumba unategemeana na vifaa vilivyopo, maana vipo vya asili, vipo pia vya kiwandani. Inategemeana na upatikanaji wa vifaa husika. Hivyo basi, ujenzi tunaofanya unategemea upatikanaji wa vifaa eneo husika ili kufikia malengo ya kuwa na nyumba. Unapoona watu wengi wanajenga msingi kwa kutumia mawe, ujue sehemu hiyo upatikanaji wa mawe ni rahisi zaidi kuliko upatikanaji wa tofali. Unapoona watu wengi wanajenga msingi kwa kutumia tofali, utambue sehemu hiyo upatikanaji wa tofali ni rahisi zaidi kuliko upatikanaji wa mawe. Unaweza kujenga kwa kutumia vifaa vinavyopatikana katika eneo unalotaka kujenga. Ikiwa hutapendezewa na vifaa vya eneo husika, inatakiwa uvigharamie kutoka sehemu vinavyopatikana hivyo vifaa unavyohitaji, uvinunue kule, uvisafirishe mpaka sehemu unayohitaji kufanyia ujenzi, ndivyo uweze kuvijengea. Hii ndio sababu inayosababisha sehemu nyingine watu wanajengea tofali na sehemu nyingine wanajengea mawe. Na tunapozungumzia tofali hapa, tofali hizi zipo za aina zote zinatumika. Kuna tofali za broko, kuna tofali za kuchoma, kuna tofali mbichi, na zipo aina nyingine za tofali za kisasa. Na ni kwa kiasi kidogo sana kwa hapa Tanzania wanajenga msingi kwa kutumia zege. Kwa kuwa misingi ya zege kutokana na gharama yake kuwa kubwa, hata upatikanaji wake wa kokoto, mbao, mchanga pamoja na saruji huwa ni mbali kwa baadhi ya maeneo. Hii huwa inaleta gharama kubwa sana, na ndio maana ni nadra sana kuona misingi iliyojengwa kwa zege. Ujenzi unategemea sana upatikanaji wa vifaa maeneo husika. Kwa ile sehemu unayoona vitu fulani unatumia kwenye ujenzi, basi jua vile ni rahisi kupatikana kuliko vitu vingine ulivyovizoea kutokana na maeneo yako. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Kwa video zaidi, subscribe channel YouTube ya Mjenzi wa Nyumba ili uwe miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa wanaoweza kupata video zangu kila ninapoziweka. Na wakaribisha sana, mkaribishe ndugu jamaa, marafiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza.